ushindi mnono, lakini pia performance nzuri kutoka kwa wachezaji wenu, pamoja na kwamba timu ina majeraha wengi, mmekosa namba 9. Tuzungumzie mchezo kiujumla. Binafsi wewe umeuona ile Yanga ambayo tunaitarajia kuiona siku zote ndio hiyo ambayo umeiona leo hii? Hivi kweli kanisikiliza kaka? Msemaji wa Yanga, nisisikie swali lako hilo. Umesikia katikati kuna Dube hayumo, si ndio? Umesema? Hatujawaona wote hao. Lakini pia sasa mwe nisaidie hapa. Unaogopa? Na nyinyi pia mnaogopa wanawake? Sawa bwana, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tumeshinda mchezo wetu wa leo. Magoli 3 safi, magoli ambayo hayana kipengele chochote, magoli ambayo yamenyooka na yameonyesha daraja la ubora ambalo Young Africans tumerudi nalo kwenye mzunguko wa pili. Tumeshinda goli 3 safi na clean sheet nyingine kwa Djigui Msheri. Yaani inategemea sasa hivi ukimfungia Djigui Diarra tunakuletea Djigui Msheri. Hapa mjamuona bado Djigui Masalanga. Ni version inategemea mwalimu anataka tupate nini. Yes, tuna changamoto ya mastreka wetu kuwa bado na injury na leo wangeweza kucheza, lakini mwalimu anatambua mechi ni back to back, tuna mzigo wa kutosha mbele, kwa lazima tu protect players wetu. Hawa kama hawajafika 100% tuwa protect, wataingia kwa mchezo unaofuatia. Kwa hiyo leo tumekuja kucheza na force number 9. Nafikiri mmemwona Alan Okello leo, mmemwona Pacome Zouzoua pale kwenye eneo la ushambuliaji. Movement zilikuwa nyingi sana na wameonyesha class kubwa sana leo bila striker yoyote. Tumefunga goli 3 safi ambazo zimeburudisha watu ambao walikuja hapa KMC na watu ambao walitazama majumbani kupitia Azam TV. Sawa, tumzungumzie pia kwa upande wa urejeo wa Shua Boy ambaye tumemwona leo hii pia performance bora sana, lakini wananchi pia wamemwokotesha. Urejeo wake kwenu? Yes, Shua Boy hakuna ambaye ana mashaka na kiwango chake. Ni mchezaji wa daraja la juu, amesha prove miaka mingi kwenye mpira wetu. Na hata Yanga sio kwamba tulikuwa tumekaa bench hatujui ubora wake. Ndio maana tulikuwa tunaendelea kumpa mshahara, anaendelea kupata bonus zake na haki zake zote, kwa sababu tunajua ni mchezaji wa daraja lipi. Nafasi inapokuja kama ilivyokuja leo, anapata, anacheza na anaonyesha quality yake. Nafasi itakuja pia kwa Farid Musa Malik, atacheza, ataonyesha quality yake. Wachezaji wote wa Yanga, hata Lasini kapata dakika za kucheza leo. Wote wapo kwenye klabu, tutambua thamani yao, tutambua ubora wao na tunaamini wataendelea kuwa na mchango mkubwa kadri ambavyo nafasi itapatikana kwenye timu yetu. Semaji, mara baada ya mchezo wa pale Dodoma dhidi ya Mtibwa Sugar kulifanyika kikao Dar es Salaam, Engineer Harrison na benchi la ufundi na wajumbe wote, kile ambacho kimezungumzwa na majadiliano baada ya tathmini ya mzunguko wa kwanza, pengine tunaanza kuona matunda yake mara baada ya mchezo leo dhidi ya Prisons. Unaweza ukasema ni matunda yake yameanza kuonekana, lakini changamoto ya msingi ambazo zilikuwa zinatusumbua kama ambavyo tuliziainisha kwenye barua yetu, ya kwanza ilikuwa fatigue. Hapa kuna wiki 1.5 hivi player amepumzika kwa sababu ya fatigue imeondoka. Changamoto ya pili ilikuwa ni injury. Sasa hivi kidogo injury wanaanza kurudi kwenye timu, kwa tunaamini tutazidi kuwa bora kwenye hiyo sababu ya pili. Sababu ya tatu ilikuwa ni viwanja vya away. Hapa KMC mtu kashakula 6 hapa, si ndio? Kwa hiyo hapa hapajakuwa changamoto ya kupata matokeo. Tunasafiri tunakwenda Mwanza dhidi ya Pamba, tunataka tukaone sasa tuna improve vipi kwenye viwanja vya ugenini. Msimu huu tumekosa matokeo sana kwenye viwanja vya ugenini. Kwa hiyo tunavyoondoka hapa kwenda Mwanza, target yetu kubwa ni kuimprove kwenye hayo madhaifu ya viwanja vya ugenini, tupate matokeo mazuri inshallah. Ni kweli Yanga isipocheza vipindi vya radio havichambui vizuri? Hilo ni sahihi kabisa. Ni sahihi kabisa. Yanga isipocheza radio, online media, hata nyie mna struggle mno kupata vitu vya kuchambua. Simeona Yanga amecheza leo, angalieni leo kwa mitandao ya kijamii, sikilizeni kesho vipindi vya radio kama vitakuwepo, mtaona tofauti ya mijadala itakavyokuwa inaletwa. Kwa hiyo leo Yanga imecheza, nafikiri kila mmoja atakuwa amefurahia. Hata ambao wanakwenda kwenye mkesha wa Pasaka watakuwa wanakwenda wakiwa wana furaha kubwa kwamba wameshuhudia timu bora Afrika Mashariki na Kati, timu bora zaidi Tanzania ikionyesha ubora wake. Kwa hiyo hilo jambo ni jambo ambalo halihitaji mijadala mirefu. Goli na assist kwa Alan Okello na kwa mechi. Tunakwenda kukiona kile ambacho wananchi pengine walikuwa wakitamani kwa Alan Okello. Alan Okello quality yake haijawahi kuwa na mashaka. Ni mchezaji wa viwango vya juu mno. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni namna gani ana adapt haraka ligi yetu
ana adapt pia mazingira na wenzake. Sasa hivi unaona ana enjoy kwenda kulia, anarudi katikati na kwenda wapi, movement za kutosha, confidence yake imepanda vizuri. Kwa hiyo tunaamini Okello alichokiproduce leo ni mwanzo tu. Tutakwenda Mwanza, tumuombe kheri, anaweza kuperform zaidi, tukaenda mikoa mingine. Kwa hiyo huyu ni Okello ambaye sisi tuliinvest pesa nyingi kumleta hapa na quality yake inaonekana. Wala hatujai kuwa na mashaka naye sisi. Kama ambavyo mmeona Buba leo. Amekiwasha sana kule. Toa mtu upepo sana kipindi cha kwanza. Lakini bahati mbaya tu hatukuweza kupata nafasi ya kufunga. Lakini amecheza vizuri leo. Kwa wachezaji wote wapi hawa, issue ni kuadapt tu. Mdogo mdogo. Tuwe na subira, tuwavumilie, tuwasupport, watakuja kutogea kitu kikubwa sana kwenye timu yetu inshallah. Kuna kitu uliandika ukasema kwamba Young Africans ndio ni 10,000 na Yes. Sisi pesa sio shida zetu. Tumeingia leo mzunguko kwa shilingi 10,000, si ndio na 5,500 leo kwa mara ya kwanza wameokota wachezaji wawili. Ameokota Duke Oga Abuya General, ameokota Shua Boy. Wote wameokota ni zile 5,500 zilizobakia. Kwa hiyo mechi za Yanga tu tukaamua hata mechi ijayo kiingilio kiwe 20,000, watu watakuja na wana Yanga wataifuata timu yao. Nafikiri mmeona numbers kubwa ya watu leo, maana yake wana Yanga wameamka sasa, wanakwenda kuisupport timu yao. Hata mechi tunaokwenda ijayo ya Pamba kule Mwanza, na of course Mwanza ndio tutakwenda kumtambulisha kijana wao Mohamed Damaro Msukuma yule kutoka Mwanza. Kwa hiyo tutampeleka kwa mara ya kwanza nyumbani kwao. Kwa hiyo pia mashabiki wa Yanga wa Dar es Salaam wanataka kusafiri, ni vyema kwenye magari wakaanza kuandika ujumbe wa kumkaribisha Mohamed Damaro nyumbani kwao Mwanza. Akina Ngosha wote wa Mwanza, kijana wenu anakuja mumpokee. Kumbe bado mjamaliza kuhusu Damaro. Damaro ni mchezaji mzawa, ni Mtanzania. Na hapa katikati nimeona watu kama hawaamini hivi undugu wa kimpira. Watu bado hawautaki undugu wa kimpira wa Mohamed Damaro. Nini Yanga tutafanya mwisho wa msimu? Tutahakikisha Mohamed Damaro tunamtafutia kabinti kakolo kamoja, alafu tumuozeshe. Tuone kama watakataa pia undugu wa damu. Si undugu wa mpira hawautaki? Tutamuozesha kabinti kakolo kamoja Mohamed Damaro. End of the season. Tuwe sasa na blood connection. Yes, kabinti. Hatuwezi kupata mama ukampata kama Maboko, hapana. Tafuta kabinti kadogo. Na hii ni fursa kwa mabinti wa Kolo wote. Damaro end of the season anataka kuoa Mbongo, na huyo Mbongo ni shabiki wa Kolo. Yaani wewe tu siku ya harusi uje na jezi zako na wenzako na mashosti wako. Damaro afu tuone sasa kama wataukataa na undugu wa damu, blood connection. So hawataki undugu wa mpira, wataupata undugu wa damu kwa Mohamed Damaro. Mwezi wa 7 Damaro anachukua chombo hapa nchini. Wanasema wao hawaumii Damaro kwa Mtanzania, ila wanataka muendelee kuona. Nataka nikwambie kitu kimoja. Waswahili wanasema chizi anachekesha kama sio ndugu yako. Siku hiyo kumetoka kauli 3. Kauli ya kwanza wamesema tunashangaa mchezaji mkubwa mwenye quality ya Damaro haitwi timu ya taifa. Na nyinyi waandishi mkapewa kazi, mkikutana na Gamondi mkamuulize kwa nini hamuiti Damaro, si ndio? Mlipewa kazi Ilikuwa hoja ya kwanza. Hoja ya pili, huyo mchezaji kwanza ni Galasa. Hoja ya tatu, baadaye mwenye timu sasa aliyechaguliwa akasema tunasubiri barua twende mbele. Yaani mchezaji mmoja amekuwa na maelezo 3 tofauti. Hapo ndiko ambako unakumbuka kwamba chizi anachekesha kama sio ndugu yako. Yale maneno yote ukiachukua siku ile, kama ni ndugu yako unaanza kulia. Nagundua hapa kuna shida. Sasa mtu kama hajui anaendaje national team? Kama ni Galasa anaendaje national team? Kama hajui anaendaje national team? Kama ni Galasa, kasi mnaenda kufanya nini? Alafu kwanza ofisi za kasi wanazijua au kimbele mbele tu? Wanajua kasi iko wapi? Au kirefu cha kasi ni nini? Au ndo mwanasheria tena anataka apige invoice nyingine? Mafuta ya gari yaliyochoma hajatosheka, anataka kuchoma na nauli za ndege. Jamani, Damaro ni Mtanzania. Tumemsajili akiwa Mtanzania, na siku ya tarehe 8 atakuwa CCM Kirumba kwa mara ya kwanza kukutana na Wangosha wenzake. Kwa hiyo tutakwenda kupiga Damaro Day Season 2, welcome home CCM Kirumba hiyo. Kwa hiyo wana Mwanza wajiandae. Hiyo ni Damaro Day, welcome home, kumkaribisha. Kwa hiyo Mangosha wote wa Mwanza tujiandae jamani kumpokea kijana wetu anakuja pale. Kwamba hana uraia wa aina mbili kama anavyosemekana. Sasa mimi hayo siyajui. Mtu kama anaweza kusimama public
na akasema kuna Mtanzania yuko hapa ana uraia pacha, maana yake sio jukumu langu. Ofisi za uhamiaji zipo, itabidi zimuite huyo mtu akatoe ushahidi wa kutoa uelekezo, bwana huyu tunamfahamu Zai ana uraia pacha. Unajua vitu vingine unaweza kuviongea kama utani, lakini vinaweza kuwa na impact kubwa. Unavyosimama ukasema kama mtu fulani ana uraia pacha na katiba ya nchi inakataa, maana yake wewe unaweza kuwa shahidi wa kwanza kuisaidia jamhuri kutuonyesha huyo raia pacha ni nani. Kwa hiyo ni wahusie wasemaji wadogo kama mwenyekiti wao waangalie maneno yao. Jamani, tuko mwezi wa 4, ndio kwanza mwaka umeanza. Mtu sije kapata matatizo ukasema mwaka uisho kama tunapata mwezi wa 4. Tuna miezi mingi ya kuenjoy. Kwa hiyo niwashukuru sana jamani. Kesho mechi ya kesho unakaa upande gani? Kesho ni birthday yangu. Kesho ni birthday yangu na Thabiti Zakaria amenialika Azam Complex. Wameniandalia na keki. Sijui kuna kitu gani kule, lakini wameniambia njoo Azam Complex kesho kama mwenyekiti wa wasemaji. Hao wote wako chini yangu. Thabiti Zakaria, Ibwe wameniambia njoo mwenyekiti asherehekea keki yako Azam Complex. Kwa hiyo kesho ndugu zanguni, pati yangu itakuwa Mbagala Azam Complex na kwenda kusherehekea kuzaliwa, kwa sababu Azam kupitia zaka za kazi na Ibwe wamenialika. Kwa hiyo kesho wananchi wote ambao mnapenda kusherehekea na mimi njooni Azam Complex. Sijui mimi kuna mechi kwa Azam kesho. Hiyo sijui. Mimi nimeambiwa tu njoo. Wallahi sijui kuna mechi. Nimeambiwa kesho ninapokuwa na nafasi niende. Nikawaambia nitapokuwa na nafasi. Kwa maana yake shughuli zangu zikiisha majira kama saa 8 hivi nitaanza safari kufuata keki. Mimi nafuata keki. Haujaona hata wanaolalamika bei kubwa za vingi? Sijaona mimi mpaka mechi ni kubwa, ni ya Yanga tusijaona. Kuna mechi kumbe kesho? Basi sijui. Maana mimi nafuata keki yangu. Keki itakazosaa ngapi sasa? Sijui. Sasa nialikwa tena ndugu yangu nikaanza kwenda shughuli. Kwa hiyo kesho mimi mwenyekiti wa wasemaji na kwenda kula keki yangu Azam Complex. Nimealikwa na Thabiti Zakaria na nitatia timu na wana Yanga wenzangu. Mnaopenda kusherehekea na mimi birthday yangu. Wala nisiwapunje. Shingapi hiyo mechi kiingilio? 15. Sio shida zetu, twendeni wanangu. Mzunguko hiyo. Twendeni wanangu tukakate keki pamoja tu enjoy wana Yanga ambao wananikubali Mimi nafuata keki, sifuati furaha. Nafuata keki yangu. Kama watanigia hiyo keki pale Chalambe nitageuka. Lakini umeniambia njoo mpaka Azam Complex. Nitafika Azam Complex nichukue keki yangu nirudi. Alhamdulillah. Wao sawa wataniambia utaratibu, lakini keki yangu naifuata. Na waandishi kesho mje mtapata nyinyi vipande kesho. Wewe unajua nguvu ni nini? Maskini ana nguvu. Ndio hiyo ya begani. Alafu hii kutoa ni kwetu wote, hembu wewe. Hivyo. Haitoki. Nilijua ni kote kote. Hizo ndio ni jamani. Sawa, msemaji